بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma baada. Sasa jamani, leo tutaingia kwenye masala miongoni mwa masaili yenye ishkali kubwa sana katika jamii yetu. Na ndio masala ambayo yani haya masala ndio katika masaili ambayo tunasema katika hukuma kwetu ndio masala makubwa yakitatuliwa utapata labda tutaweza kuishi kwa amani sisi na wale wanaotukhalifu. Lakini katika masaili ambayo tunatukanwa sana, yanayopingwa sana, masala ya tawasuli ama masala ya istighatha, masala ambayo inajulikana kama kutawasali ama masala ya nini, istighatha. Kwanza kama kawaida وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. الحكم عن شيء فرع عن تصوره. Sio ukitaka kuhukumu kitu, ukitaka kueleza kitu hukumu yake mpaka ulete nini, tasawuri yake, yani mpaka tuifahamu ile kitu nini. Sasa tawasuli nini ama istighatha nini? Tawasuli kwa maana yani sisi tunaweza kusema ni wewe umuombe Mwenyezi Mungu kupitia kitu kingine. Umuombe Mwenyezi Mungu kupitia kitu kingine. Sawa? Tawassul. Istighatha, sisi madhehebu yetu, sisi wa Sunna wal Jamaa tunakwambia istighatha na tawassuli ni sawa sawa. Istighatha maana yake imetokana na talabul, yani maana yake ni talabul ghauth, ni kutaka msaada. Sasa hao ndugu zetu, baadhi ya ndugu zetu wanatofautisha baina ya tawassuli na istighatha kusudi. Wanasema istighatha ni shirki moja kwa moja. Tawassuli ni shirki pia kwao, ingawa wengine wanasema tawassuli si shirki, inapelekea shirki ama ni bid'a. Shaelewa? Kama hivyo. Istighatha si moja kwa moja shirki. Sisi tunaambia la, ile tawassuli na istighatha ni Ali bin Ali, ni sawa sawa. Hata kama imepewa jina istighatha, hata kama labda lafzi inayotoka ni to. Maana yake lafzi ya tawassuli inaweza kuwa hivi: as'aluka bikadha, na kuomba Mwenyezi Mungu kwa kitu kadha. Ni tawassuli, maana yake umemwomba nani? Mwenyezi Mungu. Istighatha inaweza kuja kwa maana hivi: ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Pale umemwomba nani? Sura dhahir ni kama umemwomba nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwambia la, huko hakika umemwomba Mwenyezi Mungu, lakini badala ya kusema ya Allah as'aluka bir rasul, ya Rasulullah, hakika yeye hamkusudi kuwa mtume ndo anakidhi nini haja. Na zote tutataja dalili. Sisi kwanza tuko katika kuifahamu tawassuli na istighatha nini. Sisi katika madhehebu zetu Ahlus Sunna wal Jamaa, istighatha na tawassuli zote ziko katika sehemu moja, zote ni maana moja, zote ni kutawasali. Ni kuwa umemwomba Mwenyezi Mungu kwa kiumbe ama kwa kitu ambacho yeye Mwenyezi Mungu anakipenda. Kwa kitu, tuseme kwa kiumbe kwa sababu kuna maelezo. Hiyo ndo tawassuli na hiyo ndo istighatha kwa ufupi. Tumeelewana? Tutatoa mifano haraka haraka. Kutawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu. Kutawasali: as'aluka bikulli ismin hu walak. Bikulli ismin. Na kuomba kwa kila jina ambalo ni jina lako. Sawa? Ile ni kutawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu. Kuna kutawasali kwa vitendo vyema. Asemaje ni katika hadithi imekuja wale wakatawasali wale waliofungwa kwenye nini? Pango. Wale watu watatu. Watu wa Banu Israeli waliingia kwenye pango likafungika bwana. Wakatawasali kwa vitendo. Wao wanadai wametawasali kwa vitendo, lakini tutaizungumzia hii hadithi. Hii inaitwa kutawasali kwa vitendo. Ama namna nyingine kutawasali kwa vitendo na mkashangaa ni ile kutia Fatiha. Sema wa ila hadratin nabii sallallahu alaihi wasallam Fatiha. Wewe wasoma Fatiha ili uombe dua. Kwa nini utie Fatiha? Na tawasali kwa hii Fatiha ambayo nimetia, ya Rabbi mmesoma suratul Fatiha kisha na kuomba kitu fulani. Kutawasali kule. Sawa? Kutawasali kwa vitendo. Kutawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu, kuna kutawasali kwa vitendo, kuna kutawasali kwa watu ama kwa viumbe. Takuja sasa. Kutawasali kwa viumbe, imma
Kama vile yule mbedu alipokuja akamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aitwa Dhariri yule. Takuja dalili tazitaja. Akamwambia ya Rasulullah, mimi bwana nataka uniombee nitoke, yani kipofu kiondoke. Yule akamwambia ukitaka Mungu atakusamehe. Hadithi tutakuja kuitaja kwa urefu. Akamwambia lakini nenda kaombe hivi. Akamwambia Allahumma inni as'aluka bihaqqi nabiyyika ash-shafi. Mimi nakuomba na kuuliza wewe kwa haki ya nani? Mtume wako, binabiyika ash-shafi. Kwa mtume wako yule mwenye kushufaia. Yaani kutawasali kwa watu. Sawa? Kama Saidna Umar alivyosema, kunna natawassalu bi rasulillahi falamma intaqala fal'an natawassalu bi ammi nabiyyika. Saidna Umar akiomba dua, an nahnu natawassalu bi ammi nabiyyika, sasa sisi tutawasali na nani? Na ammi yake mtume wako. Hizi zote ni hadithi ama ni mifano ya kutawasali. Kwa hivyo imekuwa wazi. Haya, nitawapa mfano mwingine wa kutawasali ambayo jeuzi niliwatajia hapa. Watu kila kukicha utasikia watu wakisema shirki. Al-Badri ni kutawasali kwa ahlu Badri. Wale watu waliohudhuria vita vya nini? Al-Badri. Kutawasali kwa. Hizi zote ni tawasul. Hizi zote ni wazi. Haya, sasa basi. Baadhi ya hawa ndugu zetu wenye kupinga wamegawanya hizi tawasuli. Wakasema kuna tawasuli ambayo ni jaiz bila khilaf. Sawa? Na kuna nyingine ni shirk moja kwa moja. Sawa? Kutawasali kwa jina la Mwenyezi Mungu, tabana hapa hakuna khilaf. Sio? Nas'aluka ama as'aluka bikulli ismin huwa laka. Bikulli ismin huwa laka. Ni mimi natawasi kwa na kuomba Mwenyezi Mungu kwa kila jina ambalo ni la. Haina neno. Umetawasali kwa majina ya Mwenyezi Mungu? Haina neno. Wao wamekubali na sisi tumekubali. Wazi? Sasa tugawanye vigawanyo. Vigawanyo kulingana na wao. Kwetu sisi tawasali. Nitakwambia dalili yetu, wabtahu ilayhi alwasila. Tawasali kwingine ni kupitia amali. Wanasema pia inafaa. Wakidai hii hadithi ya wale watu watatu asilikuwa ni kutawasali kwa nini? Kwa amali. Ingawa kihakika hii si kutawasali kwa amali. Bitahqiqi ukiangalia kwa undani, je, hal hadha tawassulun bil a'mali? La. Hadha tawassulun bi jahil a'mali salihah au bi athari al a'mali salihah. Hawa watu waliokuwa kwenye pango walitawasali kwa vitendo, yani walimwambia Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nafanya kadha kisha nakuomba. Ama kitu walifanya kitambo, mambo mema walifanya kitambo kisha leo ndo wanaomba. Ni vitu walifanya kitambo kisha leo wanafanya nini? Ile si kutawasali kwa amali, ile ni kutawasali kwa athari ya nini? Na taeleza kwa nini mimi nimetaja hii. Taeleza kwa nini mimi nimeashiria hii. Hii pia wao wanasema inafaa kutawasali kwa amali. Wanasema inafaa. Marhaba, haina wasiwasi. Ama kutawasali kwa mtu ambaye yuko hai. Yaani kutawasali kwa vitu vingine, kwa watu yani. Ima manabii au mawali. Haya, twende kazi. La ilaha illallah. Sisi hata tuna wasiwasi. Kutawasali kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika madhehebu yetu ni sunna. Madhehebu ya Imam Malik pia ni sunna. Kutawasali jamani, hatutaki matezo. Kutawasali kwetu ni sunna, na kwa Imam Malik ni sunna. Madhehebu ya Imam Ahmad, kutawasali kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jaiz. Yeye mwenyewe Albani amenukuu. Kutawasali kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jaiz. Yeye mwenyewe aitwaje? Albani amenukuu. Madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal kwetu sunna, hata ina wasiwasi. Imam Nawawi ametaja sehemu nyingi, ukisoma sharhi za minhaji nyingi wamezitaja. Aitwaje? Madhehebu ya Imam Malik maulama wametaja, hata hawana wasiwasi. Hiyo Qadhi Iyad ametaja kwenye kitabu chaitwa Ash-Shifa. Sawa? Taja madhehebu sasa. Naam? Malik ni sunna. Kwetu na Imam Malik ni sunna kutawasali. Ukaenda hija pale wanakuambia, ukaenda hija baada ya nilitaja juzi kimzuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam umwamkue, kisha mzuru Saidina Abubakar umwamkue, kisha usongee umwamkue nani? Saidina Umar, kisha urudi kwa Saidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha utawasali naye kwa haja zako, inshallah utakidhiwa.
Kutawasali na mawali kwetu pia haina neno jaiz. Afwan, kutawasali kwa Imam Abi Hanifa sijataja, sio? Kutawasali kwa Imam Abi Hanifa riwaya ni mukhtalaf. Baadhi yao wanasema ni mubaha kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha wanasema ikiwa si mtumi, wanasema ni makruhu. Wanasema ni tena hawa ni madhhabu ya Abu Hanifa wale almutaqaddimuna. Ama almutaakhiruna wamfanana na sisi 100%. Wengine yani kama wanatofautisha wanasema kutawasali kwa bwana Mtume inafaa. Lakini kwa sio kwa bwana Mtume nini? Makruhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa? Kisha sisi kwetu kutawasali na mawali ina neno inafaa. Sasa twende kwa hao mukhalifun. Twende kwa hao mukhalifina. Wanasema nini wao? Wao wanakwambia bwana. Kutawasali ni tofauti mtu akiwa hai na mtu akiwa amekufa. Mtu akiwa hai na mtu amekufa ni tofauti. Mtu akiwa hai tawasuli inafaa, lakini pia kwa masharti. Ama wao wanakwambia tawasuli kwa mtu kwa dhati ya mtu inafaa, lakini kwa masharti. Sharti la kwanza, yule mtu awe yuko hai. Hili ni yao, lakini hizi hoja tutazivunja pole pole. Wanakwambia tawasuli ya mtu akiwa hai, yani masharti ya tawasuli kusihi ama kufa ni awe yuko hai, awe yuko hadhir, na awe ana uwezo an yakuna hayyan hadiran qadiran ala ma tasalu. Awe ni hai na yuko hadhir pale mbele yako, na awe anaweza kukufanyia kile ambacho umetawasali na. Sasa kama mtu bwana boru nataka niombee, sawa, haina neno, inafaa. Sawa? Kwao wanasema inafaa. Lakini ikiwa hayuko ama amefariki ama hawezi, basi ni shirki. Parwanja. Baadhi yao hawezi kukufanyia kile kitu ati ambia ni shirki. Sawa? Wao wakwambia ni shirki. Sawa? Ingawa kuna wengine wamepunguza kidogo ile tasema wamepunguza ile i'tiradhi. Wamesema ni bid'a ambayo inaelekeza kwenye shirki. Manake wamepata hadithi nyingi ama maelezo mengi ama masahaba mengi wamefanya vitendo hivyo. Sasa shida ukisema kwa masahaba wamefanya shirki. Lakini twaja tueleza kila kitu inshallah pole pole. Tuko pamoja? Kwa hivyo hizi akwali nafikiri mshazipata. Haya. Nafikiri tuvunje hizi akwali zao. Wakisema kuwa sijui ni shirki. Waona kwambia la budda yakuna hadiran. Mimi nitakamuhifadhi hizi masharti. Haya masharti. Sitaki ni yavunja haya masharti moja moja. Tutakuja tukitaja dalili mtaona haya masharti hakuna, hayahitajiki na ni upuzi. Lakini tukimalizia tukimalizia hoja rahisi unaweza wewe kufikiria, lakini unajua mara nyingine ukimpa mtu hoja ya kiakili anakuambia bwana sisi dini ni kitabu na sunna, hataki kufikiria. Yani kama ambaye ufai kufikiria katika dini, la kwa dini wafaa kufikiria kitabu na sunna, lakini ile kitabu na sunna haifahamiki. Yani majununi pia basi ingekuwa anafanya nini? Anaweza anakalifishwa na sheria, lazima utumie akili. Wao wakisema ukitawasali na bwana mtume ni shirki. Maana yake nini? Maana yake wewe yule mtume umefanya nini wewe? Umefanya Mungu, sio? Subhanal Khaliq. Angalia. Bwana mtume ni makhluq ama si makhluq? Makhluq. Kumfanya Mungu yamaanisha wewe umeshiriki? Ndani pole pole. Ile a'malu salihah ambayo wewe umeifanya ni makhluq ama si makhluq? Ukitawasali nayo kama kule umetawasali na mtume yamaanisha umemwabudu, na hapo ukitawasali na amali yako maana yake umefanya nini? Maana yake umefanya nini? Kama ukitawasali na mtume maana yake umemwabudu, na ukitawasali na amali yako maana yake umefanya nini ile amali yako? Umemwabudu. Mbona umekubali shirki huku kule umekataa? Naam? Amali si kiumbe. Kwani kama ina roho ndo nini? Ameenda kutawasali na mti basi. مش معقول كلامهم غير معقول. Maneno haya nikamwambia mimi niliwaambia mara nyingi hawana kawaid thabita. Kielimu hawana kawaid thabita. Kabisa hawana kawaid thabita. Niliwaambia mimi mwanzo tukianza nafikiri nasema watu wengi udhani wafikiria. Niliwaambia faida ya mantiki.
watu wengi hudhani wafikiria, lakini hakika wafikiri. Manake ukiniambia kuwa huyu bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam mimi kitawasali naye nimemwabudu, basi pia ile amali nikitawasali nayo nimeiabudu. Mbona niruhusiwe kuabudu amali nisiruhusiwe kumwabudu Mtume? Kwa fikra yao sisi tuwaambia wewe ukitawasali na mtu hujam bikuli basata. Hata bado kabla ya kuingia dalili, tutaingia dalili na mtaona dalili zote ziko. Kutawasali na watu wa aina yoyote kwa madhehebu yetu iko, wala hatuna wasiwasi. Tataja inshallah dalili katika madarasa atakayokuja. Kesho ni Jumanne, darasa Jumatano sio? Ile Maulana akichelewa pia kesho tutawaisha. Mungu akutupa hai na uzima. Lakini kwa ufupi tu, kwa kuanzia tu. Haya. Mwambie kitu kingine ya kiakili, yani dalili nyingine ya kiakili. Wao wakwambia ile masharti nilowaambia. Mtu akiwa hai, hadir sijui nini, yasihu tawasali naye sio? Akifa ufai kutawasali naye. Subhanal Khaliq. Akifa mimi kitawasali naye mmemwabudu, manake ukiniambia nimeshirikisha Mwenyezi Mungu, manake yule nimemwabudu. Hai, mbona alipokuwa hai nilipotawasali naye hukusema kwa namwabudu? Nini yani nilipotawasali naye hapa, madamu amekufa nimemwabudu, madamu yuko hai sijamwabudu. Subhanallah. Subhanallah. Sababu manake amekosa tu nguvu. Kwa amekosa nguvu ndo mmemwabudu. Yani hebu tumieni akili. Haya, azid laka fi shairi baitan. Siku ya kiyama kuna shafaa. Mmetaja hapa mara nyingi, ile Alhamisi iliyopita tumezungumza hapa mambo ya shafaa. Si mwajua? Nikawaambia sisi tutakwenda kwa nani? Kwa Saidina Adam. Hata tuambia hii ni shirki. Nendeni kwa Mwenyezi Mungu. Fikiria hili jambo, ukiwa hai jaiz tauhidi, ukifa ni shirki. Ikiwa mtu amekufa ni shirki. Tukifufuliwa ni tauhidi. Jambo hilo moja. Tukiwa hai ni tauhidi, yani la juz, ya juz, yani ni tauhidi. Tukifa inakuwa ni shirki. Mtu akifa inakuwa ni shirki. Tukija tukifufuliwa nini? Ni tauhidi. Al'an nahnu nal'ab yesh. Tauhidi ni kitu ndani ya moyo, wewe kumpwekesha Mwenyezi Mungu. At-tauhidu huwa, tauhidi imetoka na wahada, umemwahidisha Mwenyezi Mungu, ni kitu kinatoka kwenye moyo. Tumeelewana? Hizi ni mambo ya kiakili ambayo subhanallah wewe ukiyaona hata hutaki tena. Yani kama mtu kweli yatafuta haki, khala imemtosheleza. Lakini wao wenyewe wasema mtu ambaye yafanya kwa inadi la takfi, yani haimtoshi hata dalili 1000. Utampa dalili 1000 hataki. Sawa, sasa kila mtu atakwenda kwa Mwenyezi Mungu, kila mtu atajili na Mwenyezi Mungu. Inshallah kesho ama darasa tutakayokuja tutazungumzia sasa dalili za hadithi pole pole. Na pia hizi za akili tutazirudia, tuzieleze kwa upana, yani kama sijaelewa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.